Yes, huu ni mwendelezo wa updates mbalimbali kutoka hapa Rushdie TV. Na leo niko hapa kukujuza juu ya taarifa ya Young Africans ambayo ilisambaa kwa kiasi kikubwa sana hapo jana mara baada ya afisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe kutangazia umma kwamba Young Africans haitaweza kushiriki finali ya kombe la CRDB kwa madai ya kwamba klabu hiyo haikulipwa fedha ama zawadi ambayo walitakiwa waipate mara baada ya kushinda kombe hilo katika msimu wa 2023-2024, ambapo kwa madai yao ni kwamba walitoa taarifa hiyo kwa TFF pamoja na wadhamini wakuu wa mashindano hayo kwa maana ya CRDB ya kwamba hawajapata fedha hizo, taarifa ambayo ilisambaa na kushika kasi kweli katika mitandao ya kijamii. Sasa mara baada ya taarifa hizo kutoka wadhamini wakuu kwa maana ya CRDB Bank waliweza kutoa taarifa ya kwamba tayari wamekwisha kutoa fedha hizo kwa mamlaka husika kwa maana ya TFF. Taarifa iliyotolewa na benki ya CRDB inasema kwamba benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kwa maana ya CRDB kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza finali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Taarifa hiyo inasema kwamba tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF na kwa mujibu wa mkataba baina ya benki na CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Hiyo ni taarifa ya CRDB ambayo imetoka. Hivyo shauri likabaki kwa TFF. Wapo wengi ambao walikuwa wanadai kwamba pengine TFF ndio ambao wameficha fedha hizo. Hivyo wengi walisubiri nini ambacho TFF walisema, na hivi sasa ninavyozungumza tayari TFF wamejibu tuhuma hizo, ambapo kupitia taarifa iliyotolewa moja kwa moja na Clifford Malio Ndimbo ambaye ni afisa habari wa TFF, taarifa inasema kwamba tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba kwa msimu wa 2023-2024 na mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa maana ya CRDB Bank Federation Cup. Benki hiyo ililipa fedha zote za kimkataba kwa maana ya kiasi cha shilingi za kitanzania milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja habari wa mawasiliano wa Young Africans katika vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai TFF kiasi cha shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayoidai klabu hiyo kwa maana ya Young Africans iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeiandikia barua Young Africans kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Taarifa hiyo inathibitisha kwamba Young Africans hela yao ya ubingwa kwa maana wa kombe la CRDB walikwisha tayari ituma kwa TFF na kwamba wakatane jukwaju.
Mara baada ya taarifa hii kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii, bila shaka TFF wameamua kujisafisha kwa namna hiyo. Hivi sasa tunasubiri nini ambacho Young Africans watakizungumza, lakini hii ndio ripoti ya hivi sasa ya kile ambacho kiko kinazaniwa. Kikubwa zaidi kinasubiriwa nini ambacho TFF watakwenda kujibu juu ya madai manne ambayo Young Africans waliyatoa hapo jana katika kikao kilichoikutanisha Young Africans pamoja na bodi ya ligi, wakitaka klabu hiyo wakitaka bodi hiyo kuweza kumuondoa katibu mkuu wa TFF, lakini pia mkurugenzi mtendaji wa TPLB kwa maana ya bodi ya ligi, pamoja na bodi ya ligi yenyewe kuweza kujiuzuru. Yes, hizi ni updates za Lushauri TV kama ambavyo nimekujuza. Tufuate pale Instagram, andika Lushauri_TV, lakini pia YouTube tunatumia Lushauri TV sawa kabisa na kule TikTok. Asante na kwaheri.